Hii ni makala Friday na hii ni sauti ya simulizi na JK, na leo katika makala Friday tunayo makala ambayo inahusiana na matukio 15 yaliyowahi kutokea Tanzania. Ukweli wake ni mzito. Je, unajua kwamba katika historia ya Tanzania na Zanzibar kumewahi kutokea matukio ambayo yalibadilisha hofu, vifo na maswali yasiyo na majibu hadi leo? Leo tutakuchukua kwenye safari ya matukio 15 yaliyotikisa taifa, matukio ambayo baadhi yake bado yana siri nzito ambazo hazijawahi kuelezwa wazi. Usiondoke hapa, kwa sababu kila utakalosikia mwisho linaweza kukushangaza zaidi. Kuanzia visiwa vya Zanzibar hadi miji mikubwa ya Tanzania bara, historia ya taifa hili limejaa matukio makubwa yaliyobadilisha mwelekeo wa maisha ya watu. Baadhi ni matukio ya huzuni, mengine ni ya hofu, na mengine yanaendelea kuwa na wasiwasi hadi leo. Hii ni safari ya matukio 15 yaliyoitikisa Tanzania na Zanzibar. Sikiliza hadi mwisho, kwani kuna matukio ambayo yatakushangaza na mengine hujawahi kabisa kuona. Tukio namba 15 ni kuzama kwa MV Space Islander. Ilitokea mwaka 2011 kati ya Unguja na Pemba. Kivuko kilizama na kusababisha vifo vya mamia ya watu. Ni moja ya majanga makubwa baharini kuwahi kutokea Tanzania. Na tukio namba 14 ni tukio la mashambulizi ya tindikali ambalo ilitokea Zanzibar. Wengi tunakumbuka tukio hili. Hii ilitokea mwaka 2013 huko Zanzibar. Zanzibar ilisitushwa na mashambulizi ya asidi kwa watu mbalimbali, tukio lililoacha hofu na kuibua maswali mengi. Na tukio namba 13 ni tukio la tetemeko la ardhi lililotokea Kagera mwaka 2016. Tetemeko la ardhi ambalo lilipoteza maisha ya watu na makazi ya watu. Hili ni tukio ambalo wana Kagera hawawezi kulisahau. Bukoba ilikumbwa na tetemeko la ardhi lililosababisha nyumba kuanguka na watu kupoteza maisha na makazi yao. Na tukio namba 12, kuzama kwa MV Nyerere ambayo ilitokea mwaka 2018. Ziwa Victoria lilishuhudia msiba mkubwa baada ya kivuko kuzama na watu zaidi ya 200 kupoteza maisha. Hili ni tukio ambalo wana Victoria hawawezi kulisahau. Tukio namba 11 ni kifo cha Mwalimu Julius Nyerere. Taifa lilimpoteza rais wa kwanza wa Tanzania mnamo mwaka 1999 Oktoba 14. Tukio hili liliwaliza watu wengi na hadi leo taifa tunaadhimisha kumbukumbu ya kifo cha Mwalimu Julius Nyerere. Tukio namba 10, ajali ya helikopta ambayo ilitokea mwaka 2019 mkoani Morogoro.
helikopta ya serikali ilianguka na kusababisha vifo vya watu waliokuwa ndani ya helikopta. Na tukio namba 9 ni kifo cha Rais John Pombe Magufuli ambacho kilitokea mwaka 2021. Tanzania ilisikitishwa na taarifa ya kifo cha rais, tukio lililoacha taifa nzima kwenye majonzi mazito. Tukio namba 8 ni ajali ya Precision Air ambayo ilitokea mwaka 2022. Tarehe 29 Oktoba, ndege ya Precision Air ilianguka Ziwa Victoria, tukio lililorekodiwa moja kwa moja na kushangaza dunia. Na tukio la 7 ni mashambulizi ya ubalozi wa Marekani ambayo ilitokea mwaka 1998. Dar es Salaam ilitikiswa na mlipuko mkubwa wa mabomu katika ubalozi wa Marekani. Tukio hili liliua na kujeruhi watu wengi na kuingia kwenye historia ya mashambulizi ya kimataifa. Na tukio la 6 ni ajali ya treni Gandu. Hii ilitokea mwaka 2002. Tabora ilikumbwa na msiba mkubwa baada ya treni kugongana vibaya. Mamia ya watu walipoteza maisha ndani ya dakika chache tu. Na tukio namba 5 ni maandamano ya Zanzibar yaliyotokea mwaka 2000 na mwaka 2005. Baada ya uchaguzi, Zanzibar ilishuhudia vurugu kali zilizosababisha vifo na watu kukimbia makazi yao. Hali ya kisiasa ilitikisika sana Zanzibar. Tukio la 4, milipuko ya Gongo la Mboto ambayo ilitokea mwaka 2011. Dar es Salaam ilishtushwa na mlipuko ya mabomu ya kijeshi yaliyotokea ghafla usiku. Watu walikimbia nyumba zao, wengine walipoteza maisha na wengine walikimbia kuhofia vifo zaidi. Na tukio namba 3
Ni maandamano ya Oktoba 29 yaliyotokea mwaka 2025. Katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025, Tanzania kulikuwa na maandamano ya kisiasa yaliyozua vurugu na kusababisha vifo na majeruhi. Tukio hili liliacha mjadala mkubwa kuhusu kilichotokea hasa. Na tukio namba 2 ni ajali ya MV Bukoba ambayo ilitokea mwaka 1996. Ziwa Victoria tena. Ziwa Victoria lilishuhudia moja ya ajali mbaya zaidi Afrika Mashariki. Meli ya MV Bukoba ilizama ikiwa imebeba abiria kupita kiasi na mamia ya watu walipoteza maisha yao. Hili ni tukio ambalo haliwezi kusahaulika kwenye historia ya Tanzania. Na tukio namba 1 ni mapinduzi ya Zanzibar ambayo yalitokea tarehe 12 Januari mwaka 1964. Zanzibar ilikumbwa na mapinduzi makubwa yaliyobadilisha mfumo wa utawala. Serikali ya sultani iliangushwa na mfumo mpya ukaanzishwa. Tukio hili bado lina historia nzito hadi leo. Matukio haya yote yanaonyesha historia ya Tanzania na Zanzibar, historia yenye maumivu, mafumbo na maswali mengi yasiyo na majibu rahisi. Lakini swali kubwa linabaki, ni matukio mangapi bado hayajaelezwa kikamilifu? Niambie hapo kwenye komenti.